pamoja na ukubwa wako, pamoja na utukufu wako, lakini jitahidi wakati mwingine uwasikilize watu. Sikiliza ushauri wa watu. Sawa? Uko na cheo, una mali, sawa? Wewe ni kiongozi, lakini watu wanapokushauri jambo ambalo unaona lina manufaa ndani yake, usiwi mwenye kiburi au kajiona kwa mimi nikifuata fikra ya huyu ni dharau, mimi nifuate fikra ya huyu. Haiwezekani. Sasa watu wanakushauri jambo la kheri, wewe kwa sababu uko kiongozi unafuna kama vile hauskafuata vile watu wanakushauri. Haya ni makosa. Tazama hiki kitabu cha Al-Mulakhasul Fiqhi, mwanzo hakikuwa kitabu hiki. Ilikuwa ni kipindi shekhe anatoaga kwenye kituo cha habari, sawa? Kama kwenye radio anatoa hili darasa, kwa ni halakati ambazo shekhe anazitoa. Sasa akapewa wale ambao walikuwa wanasikia, wanafuatilia kile kipindi, zile darasa wanazifuatilia, wakampa fikra shekhe, andika kitabu hivyo ambavyo nayo vitoa hivyo, andika kitabu ili tufaidike na wale ambao watakuja baadaye wafaidike kwa kusoma hicho kitabu. Shekhe akasikiliza ushauri ambao anapewa na watu, akaandika hiki kitabu akapeleka nani, akawa amekusanya akapeleka kwa watu ambao ni wahusika wa kuchapa vitabu ili waweze kufanyeje, waweze kukitoa hiki kitabu. Shekhe akaandika hiki kitabu. Sawa? Hiyo yote tunajifunza tuwe ni wenye kujishusha, tuwe na tawadhu. Pamoja na cheo chako na ukubwa wako, kuwa na tawadhu, ujishushe. Si mtu wa kibri wa kujinyanyua, hapana, sio vizuri. Allah hapendi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akasema fabima rahmatin min Allahi linta lahum, bimaana kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala wewe Muhammadi umekuwa mwepesi kwa hawa maswahaba. Kisha Allah akamwambia walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlika, na lau mtume ungekuwa wewe ni mtu ambaye mwenye una tabia mbaya na una moyo mkakamavu, kwa hao maswahaba zako lamfaddu min hawlika, wangekukimbia, wangekuacha na wakaitupa dini ya Allah. Bimaana mtume alikuwa ni rahiman ala ashabi, alikuwa ni mwenye huruma kwa maswahaba zake, alikuwa mpole kwa maswahaba zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa mwepesi kwao, kiasi ambacho Allah anamwambia lau wewe ungekuwa na tabia mbaya na ukawa mkakamavu na roho ngumu, yani ukawa mkakamavu kweli kweli, hao maswahaba wangekukimbia. Hapa tunajifunza kitu. Na ndio maana hapa Sheikh Fauzani wakati alishauriwa na watu wakamwambia tunaomba sisi hii iandikwe kama kitabu, ndio tunataka ili tufaidike. Sheikh Fauzani akawa amesikia nasaha, na kitabu ndio hichi leo ulimwengu mzima kitabu wanakisoma, watu wanafaidika, na yeye anapata thawabu kupitia fikra ambazo alipewa na watu. Anapata thawabu kupitia fikra ambazo alipewa na watu, na akakubali fikra zile, ushauri ule akaukubali. Angekuwa na kiburi, hizi faida zingepatikana? Angekuwa na kiburi kutokana na ilmu yake, hizi faida zingepatikana? Zingepatikana. Hatungekisoma hiki kitabu hivi eti tufaidike. Hatungefaidika. Kwa sababu gani? Hangekiandika alafu ikawa imeishia huko. Sio kila mtu angefikiwa na hizo maqati ambazo zilikuwa zinasajiliwa kwenye idhaa. Sio kila mtu angefikiwa na hizo clip ambazo zilikuwa zinasajiliwa kwenye kituo cha radio. Akasema ya kuwa baada ya kuwa ameombwa na watu ili aweze kukiandika kiwe kitabu, sawa, liyabqa lintifa'u bihi insha Allah, ili paweze kubaki manufaa ya hicho kitabu insha Allah, Allah akipenda. Ma kuntu anwi dhalika hala i'dadi. Sheikh anasema mimi wakati nilikuwa naandaa hizi darsa, sikuwa nimenuia hilo jambo ya kusema ya kwamba zitaandikwa iwe kama kitabu, sawa. Anasema mimi sikuwa nimenuia, walakin nuzulan 'inda raghbatil kathiri, kutokana na utashi wa wengi ambao walinifuata wakanifikia wakanambia, a'adadtu an-nadhara fihi, nikawa nimefanyaje, nikarejea tena kutazama kwenye hilo, warattabtuhu, na nikawa nimepanga sasa vizuri, waqaddamtuhu litibaa,
na nikawa nimefanyeje, nimetanguliza au nimepeleka kwa wale watu ambao wanahusika na masala ya chapa ya vitabu ili waweze kukitoa sasa kama kitabu watu wanufaiki. Kwa hiyo shekhe akawa amefuata fikra ya Waislamu, mashaallah, pamoja na cheo chake. Huyu ni alimu mkubwa ambaye tunamtegemea ulimwenguni, Sheikh Fauzan, lakini maamuma wake au watu ambao walikuwa wanasikia darasa zake wakampa fikra aandike hicho kitabu. Kuna wakati unasikia mtu kuna alim katika maulama yuko anatoa labda kwa anazungumzia mada fulani, anasema tu anatoa faida, watu wanamfuata, anambia ya shekhe, tunaomba hizi faida ambazo umezitoa hizi tunaomba uziandike kama kitabu, zichapishwe, watu wachukue, kama watanunua watu wanunue, watu wafaidike, wasome, ziwe kama kitabu. Wakati mwingine watu wakikwambia hivyo, kuna mwingine akiambiwa hivyo anafanya anajiona kama vile ni msomi sana, anafanya kuwa na kiburi. Bana, mpaka watu wanakuwa wanafurahi wenye mimi nazungumzaga, wanakuwa wananifuata nifanye kama kitabu. Kumbe mimi ni hatari kweli. Mtu anafanya kuwa na kiburi, anajiona vile ni wa maajabu. Yaani kadha. Ndio Allah amekuinua, waache watu wakuinue, kwa sababu watu wakikuinua inakuwa sio au wanakuwa wamesukumwa na Allah. Watu wakikuinua wanakuwa wamesukumwa na nani? Na Allah. Sio wao tu ndio waliamua, ndio wana uwezo, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye ana uwezo wa kumnufaisha mwanadamu mwenzake isipokuwa kwa taufiki ya nani? Ya Allah. Walau ijtama'at al-jinnu wal-insu ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma katabahu Allahu lak. Hata kama jina binadamu watakusanyika ili wakunufaisha chochote, hawana uwezo huo isipokuwa kile ambacho Allah alichofanya, alichokiandika. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaja katika hadithi sawa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake anamuita Jibril, nada Jibril, kisha anamwambia Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, mimi nampenda fulani na wewe mpende. Allah anamuamrisha wewe, ukiwa uko mwema, Allah anamuamrisha Jibril akupende, kwa sababu na yeye Allah amekupenda. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Jibril awaambie viumbe waliopo mbinguni, malaika wenzake, awaambie ya kuwa Allah anampenda fulani, nanyi mpendeni. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Allah amempenda fulani na nyinyi mfanyeje? Mumpende. Kisha mtume anasema thumma yudha'u lahu alqabulu fil ard, huyu mtu huyu ambaye amependwa na Allah kwa wema wake na uchamungu wake, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za faradhi na ibada za sunna, anajikurubisha kwa Allah. Huyu mtu amependwa na Allah, Allah anamwekea kabul katika ardhi, anamwekea kukubalika kwenye ardhi. Kukubalika yani watu wanamkubali, bimaana wale watu ambao ni wema mfano wake watamkubali, sawa, kwa sababu hakuna mwenye anapendwaga na wote, hata mtume akupendwaga na wote, lakini wema walimpenda mtume, watu wema walimpenda na wakamkubali mtume. Kwa hiyo na wewe ukiwa mwema, Allah atawafanya watu wema mfano wako wakupende duniani na wakukubali na wakuinue, watakuinua, sawa. Kwa hiyo sitaki kujiona, yani mtu asije akajiona kuwa anaona watu wanamuinua, watu wanamheshimu, watu wanamtukuza, afika anakuwa na kiburi, afika anajiona kama vile amemaliza, afika anajiona kuwa dunia yote, yani tena ni mambo ya aibu haya mambo kuyaona kwa watu ambao ni wasomi wa dini. Ni mambo ya aibu kuona mtu umesoma dini au Muislamu mzima, sawa, kwa sababu nikisema kwa upande wa wasomi wa dini tu, kuna wengine watu wanaelewaga vibaya. Mtu atafanya sema kumbe sisi hatumo, ni wasomi wa dini tu. Na wewe mmo, sawa. Sema kwa wasomi wa dini inakuwa ni aibu kubwa sana, kwa sababu huyu anakuwa anajua mengi kuliko huyu mtu wa kawaida, anakuwa anajua madhara mengi ya kiburi na kujiinua kuliko huyu mtu wa kawaida. Kumbe hawa ambao ni wasomi wako na ilmu ndio wanapaswa kuwa mfano kwa wengine, wasiwi na kiburi, wasiwi na jeuri. Kuna mtu ambaye kwa sababu alisoma hasikiagi ushauri wa mtu, wewe utashauri nini? Au jua taarifu utashauri nini? Anaweza akawa jua alifu, lakini kuna mambo mengine kwenye maisha anayajua kushinda, au anamuono mzuri kwenye jambo fulani kuliko wewe. Wengine mpaka ilmu zao iko na ilmu ya fiqhi, iko na ilmu ya dini, anataka saa alete ujuaji mpaka kwenye mambo mengine. Hata akimleta fundi nyumbani anataka ajifanye na yeye amekuwa na elimu ya ufundi. Akimleta fundi wa umeme, fundi hiyo singa sio hapo fundi. Fundi anambia ni hapa. Ni hapo kweli. Fundi mimi sikuamini. Yaani unataka kuleta ujuaji. Fundi anakuambia ni hapa. Wewe muache, si vikuungua, si ndio sasa mtakamatana baadaye.
Hata kuna ni hii likulli fannin rijaluhu, kila fani ina watu wake, kila fani ina watu wake. Watu wasiwe na kiburi au kaona unajua kama vile wewe ni bora mbele ya wengine, ukaona unajua kama vile wewe unajua kila kitu au wewe ni bora kuliko wengine. Huo sio Uislamu, ni jambo ambalo halipendezi kabisa. Sasa ndio hapa Sheikh anasema ya kuwa kupitia alisema ya kuwa mimi sikuwa na nia ya kuandika hiki kitabu. Lakini isipokuwa kutokana na fikra na utashi wa watu wengi ambao walitaka kiandikwe, ndio nikafanya hivi. Sawa? Kisha akasema wa huwa baina yadaika, na ndio hiki sasa, hiki kitabu kiko mbele yako. Ayuhal qari'ul karim, ewe msomaji mkarimu, ewe ambaye unasoma hiki kitabu, ndio hiki sasa mbele yako kimekuja. Tuko tunakisoma hiki kitabu, mwenyewe amekitunga kwa zake huko Saudia, Sheikh Fauzan, Allah amuhifadhi. Akasema kuwa fama wajadta fihi min sawabin wa faida. Tazama tawadhu, tazama kujishusha kwa wana wa elimu gisi wanajishushaga. Huu ni alimu mkubwa ulimwenguni, lakini sikiza yeye anasema kwenye kitabu chake, anasema hivi, yale ambayo utakayo yakuta, sawa, min sawabin, yale ambayo utakuta ni ya sahihi ambayo amepatia, sawa, wa faida, na ukayakuta ni yenye faida, falfadlu fihi raji'un ila Allah wahdahu, fadhila katika hilo zinarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Yani maana kama mimi nimepatia kwenye kile ambacho nimepatia, sikukosea kwenye hiki kitabu, basi ni kwa fadhila za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ujanja wangu, wala kwa sababu niko na elimu sana au kama mimi ni alimu mkubwa ulimwenguni. Hapana, kama nimepatia ni kwa sababu ya fadhila za nani? Za Allah. Allah ndio ameniwezesha, kwa taufiki ya Allah nimepatia. Sawa? Wama wajadta fihi min khata'in, na yale ambayo utakayo yakuta kwenye hiki kitabu ukakuta kuna kosa, nimekosea, fahuwa minni, basi ujue ile kosa limetokamana na mimi, limetoka kwangu, wa astaghfirullah, na ninamuomba msamaha kwa hilo kosa, namuomba Allah msamaha kwa hilo kosa. Unasikiliza maneno ya maulama ambao ni arrabbaniyuna, maulama wa cha Mungu ambao hawajinui. Sawa? Na ndio mara Sheikh Fauzan hata ukimuita kuwa yeye ni alim katika maulama anakataa. Akiitwa kuwa ni alim katika maulama anakataa. Anasema ana lastu bi'alim min al-ulama, mimi ni mwanafunzi mfano wenu. Unaona hivi kweli matulabu al-ilm, sisi ambao tunatafuta elimu, mashekhe, walimu, maustadhi, hivi hapa mnajifunza nini? Kitu gani tunajifunza? Tuache tu kwenye dini tu. Hata nyie ambao sio wasomi wa dini, hamkusoma sana kwenye dini, lakini mko na elimu zingine za kidunia, na hizo elimu za kidunia usiwi na kiburi, usijioni kama wewe ni bora. Pako mwingine yake wanatengeneza kitu, anafanya kuwa na ponda vya wengine wote, vya wengine wote anaponda. Anakuambia mimi hautopataga mashati mazuri kama mashati mimi natengenezaga. Nani anatengenezaga mashati kama ya kwangu? Hakuna. Anakataa kabisa. Allah anaweza kumleta yule ambaye ni bora kuliko wewe. Unajua kuna jeuri. Hiyo ilmu anani ambaye alikupasia Allah. Huyo uwezo wa kufikiri, wa kutengeneza na kuunda kitu kizuri, Allah ndo amekupa uwezo huo. Kwa hiyo kama alivyokupa wewe, anaweza kumpa mwingine. Allah anaweza kumpa mwingine, akaja mwingine ni bora kuliko. Na ndio matokeo yake pindi ambapo mtu anapojiona ni bora kuliko wengine, akitokea mtu ambaye anamshinda au anaona huyu ana dalili za kunishinda, anafika anakuwa na husda, anakuwa na hasad, anachukia, anamchukia huyo mtu. Huyu anakuja kuniharibia, huyu success yangu anakuja kuipeleka, ile success yangu ambayo niko nayo kwa watu anakuja kuibeba. Kuna watu ambao wanafikia hata kuuana kwa sababu ya mabiashara, kwa sababu ya manini, yani vitu vya maajabu. Na wengine mpaka wanafikia kufanyiana husda kwenye masala ya dini. Leo kuna wasomi ambao wanafanyiana hasad. Alitaka miaka yote awe yeye tu, awe yeye, kila kitu na wakati. Kuna watu ambao walienda kusoma wakarejea kwa watu wao, wakawa wanakubalika. Walitoka kusoma wakaja kwa watu wao, watu wakampenda, watu wakasema mashaallah tunafaidika mengi kutoka kwa ustadhi wetu, kwa mwalimu wetu, sijui nini. Sasa na yeye kiburi akawa na kiburi na kujiona kuwa yeye ndio bora kuliko wengine.
pindi ambapo Allah alileta mtu mwingine ambaye naye pia akawa ni anawanufaisha watu wakampenda wakamfuata, mtu anafika anachukia na kasirika. Wewe unataka miaka yote ubakiaje wewe tu? Umemwona mtu mwingine ana kheri kama uliokuwa nayo wewe, au ana kheri zaidi ya ile ambayo wewe uko nayo, kwa nini usishirikiani naye? Ewa ndugu yangu, wewe una kheri na mimi nina kheri, tushirikiane. Ikiwa ni kheri kwenye kheri, tutapata kheri nyingi. Sasa hizi husda tuko nazo zinachangia kuturudisha nyuma, kwa sababu watu wenye wako na kheri, wako na vitu, yani watu ambao wamebeba vitu vyenye viko na manufaa, wakiunga nguvu zao pamoja wanatengeneza kitu kikubwa. Wakiunga nguvu zao pamoja wanatengeneza kitu kikubwa. Na kuna mwingine anaona mimi nikishirikiana na huyu ataonekana kama ni bora kuliko mimi. Sasa shida iko wapi? Ni binadamu ndo anamuinua mtu au Allah ndo anamuinua mtu? Na Allah anaweza kumuinua huyu leo, kesho kainuliwa wewe. Au Allah anaweza kumuinua huyu hapa na huyu akainuliwa huku. Kuna sehemu zenye ukifika unakuwa kama mfalme, watu wana ni wewe tu. Sawa? Na kuna sehemu nyingine ukienda unakuta kuna mfalme sasa wa hapo. Wewe ukifika pale naona kwa kawaida, watu hawakujui. Wewe unakuwa kawaida. Ukifika tu pale umefika umekuta kuna ufalme mwingine huko pale. Wewe fika na utulie ujiweke mwingine. Hapana kuleta ushefu wako kule upeleke sehemu nyingine. Kama kuna watu wengine ushefu wao wa nyumbani watakao upeleke sehemu zingine. Kama vile misikitini kuna baadhi ya watu wajuaji sana. Ushefu wake wa nyumbani kule kwa watoto wake na mke wake anataka kuleta msikitini. Bila likim swala. Unamwambia muadhini akim swala kama nani? Wewe ndio imamu.